Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, dada zangu, Karumuna na Kanyanya zikatonda mulungi. Ude bona. Ude bona. Katonda mulungi. Wazo letu, usiishi na majuto. Naomba mwambie jirani yako kwa sauti kubwa, usiishi na majuto. Usiishi na majuto. Tumesikia katika Injili Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa Wahaya wana methali hizi mbili muhimu sana. Tindi shubira abanaruga mugomborora. Tindi shubira abanaruga mugomborora. Sitarudia huwa anatoka kotini. Sitarudia waga anatoka kotini. Alifanya jambo lakini ana majuto, na majuto ni mjukuu. Tuna msemo mwingine, kurega nekya, yaani unakinga maji na mvua inakaribia kuisha, unajuta, unasema ningefanya nini, ningewahi. Unapotimiza amri za Mungu unapunguza kikubwa majuto katika maisha. Amri za Mungu hazitubani, si kwa ajili ya faida ya Mungu, ni kwa ajili ya faida yetu sisi. Mungu anapotupa amri anataka kutusaidia sisi. Sasa ukitenda jambo baya, wakati mwingine unajuta, na majuto ni mjukuu. Lakini ujumbe wa leo, usiishi katika majuto. Mungu anataka usijute, ndio maana amekuwekea mipaka, amekuwekea amri, usije ukahuzunika, usije ukawa na majuto. Kuna mambo matatu nataka niwaambie. Jambo la kwanza, ningejua laiti ni lugha ya majuto. Wao wanasema kubana manyire eja nyuma. Ningejua inakuja baadaye. Laiti ningejua. Laiti ningemsikiliza mama. Laiti ningemsikiliza baba. Laiti ningewasikiliza mapadri. Laiti ningejua huja nyuma. Mtakatifu Augustino aliandika katika kitabu chake cha 10, nilichelewa kukujua Bwana. Nilichelewa kukujua. Ni ulikuwa ndani yangu na mimi nakutafuta nje. Wewe ndio uzuri, nilichelewa kukujua. Akajuta, nilichelewa kukujua. Katika maisha unaweza ukajuta kwa kutotimiza wajibu wako kama Mkristo. Naomba usiishi katika majuto. Timiza wajibu wako, sali sala zako, mtafute Mungu, mtangulize Mungu, usiishi katika majuto. Mwambie jirani yako usiishi katika majuto. Pointi yetu ya pili, amri za Mungu ni kama alama za barabarani, ni kama vibao vya barabarani. Vipo kukusaidia uenjoy usafiri, uenjoy barabara, si kwa ajili ya kukuumiza. Kuna baba mmoja aliona pameandikwa kibao, mbele daraja limefungwa. Akasema nitapita polepole, mimi ni mwendeshaji dereva wa siku nyingi. Kufika pale, karibu gari liporomoke kwenye mto, likawa linaninginia. Wakamuokoa kwa shida. Alipopona alisema, kibao hiki ni mwokozi wangu, si cha kunibana. Kwa hiyo amri za Mungu si za kukubana, ni kukusaidia. Pointi yetu ya tatu, usiishi na majuto. Kuna kijana mmoja aliua mbwa wa shule. Alipomuua, kumbe kijana mwingine mwanafunzi anamcheka. Sema, nimekuona umeua mbwa, nitakushtaki kwa mwalimu mkuu. Sasa usinishtaki. Sema, hutanipa nini? Sema, utakachotaka nitakupa. Sema, sawa. Kesho yake alikuwa na daftari 5 mpya. Akasema, leta moja. Sema, ya nini? Sema, mbwa uliua mbwa. Basi akamnyang'anya moja. Wakati wa chakula ya mchana akapita na kijiko kwenye bakuli lake. Alikuwa na minofu miwili ya nyama, akachota mnofu mmoja. Sema, mnofu wangu. Sema, mbwa uliua mbwa.
basi akaishi kwa mateso. Akaamua kwenda kwa mwalimu mkuu kusema ukweli, asiishi na majuto. Sasa mwalimu mkuu, naomba unisamee, niliua mbwa. Mwalimu mkuu akasema, ulipoua mbwa nilikuwa na kucheki, nilichungulia dirishani, nilikuwa nanisha kusamee. Sasa mwalimu, nyama zangu, daftari zangu. Sasa unasema vitu gani? Toka hapa. Kwa hiyo afadhali utubu, usiishi katika majuto. Ungama, usiishi katika majuto. Unajua tunapoungama dhambi tunasema kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Kuna dhambi za maneno. Palikuwepo na basi moja linatoka Bukoba mjini linaenda Kayanga na Karagwe huko, lilikuwa limeandikwa kwa nyuma, shida ni kamdomo. Lilikuwa limeandikwa shida ni kamdomo. Mwambie jirani yako, shida ni kamdomo. Wakati unaweza ukasema neno fulani ukajutia. Kwa nini sasa useme maneno yatakayo kufanya ujutie? Usiishi katika majuto, na amri za Mungu zinatusaidia tusiishi katika majuto. Unapoivunja amri ya Mungu kwa bahati mbaya au kwa kupenda, nenda ungama, usiishi katika majuto. Saulo na yeye alimtendea Mungu akazidi katika majuto. Samson aliishi katika majuto. Mfalme Daudi aliishi katika majuto, lakini akaungama Zaburi ya 51 na Mungu akamsamehe. Usiishi katika majuto. Kuna ambao walishika amri za Mungu wakawa na amani. Yosefu wa Agano la Kale, Bikira Maria wakaishi na amani. Amani ni kitu muhimu sana. Mwambie jirani yako, usiishi na majuto. Mwambie tena, usiishi na majuto. Tindi shubira abanaruga umgomborora. Tumsifu Yesu Kristo. Asante.